mtazamaji ambaye unaendelea kufuatilia haya matangazo, tayari nipo katika uwanja wa parishi ya kanisa la KCAM. Tunazungumzia kwamba siku hii ya leo kulikuwa na harambee ambayo inaendelea, lakini ndani ya harambee mwakilishi wa Babylon Mwakyambile aliweza kufika na kukabidhi kiasi cha shilingi milioni 1 kwa ajili ya ujenzi wa kanisa. Tutazungumza naye mawili matatu kwa kile ambacho amejia hapo, itakuwa inafaa kabisa. Habari ya saizi? Salama bwana mtangazaji. Ya, pengine kwa majina yako na utatuambia ni kitu gani hasa ambacho ulikuja hapa. Mimi kwa majina naitwa Frank Mwakapala. Niko hapa kwenye kanisa la KCAM parish ya Isuba kumwakilisha ndugu Babylon Anderson Mwakyambile kwa ajili ya harambee ya ujenzi wa kanisa hili hapa la KCAM hapa Isuba. Kwanza binafsi ni mshukuru Mungu kwa kutusafirisha mpaka kufika hapa Isuba. Pia kwangu mimi ni furaha kujumuika na waumini wa hapa Isuba kwenye ibada hii ya leo ambayo inatupa nafasi na sisi kuimarisha imani zetu kama binadamu ambao tunaishi chini ya jua. Pia sisi kama binadamu tunakumbana na changamoto mbalimbali katika maisha yetu ya kawaida. Tunawashukuru wachungaji ambao wanaendelea kutuombea usiku na mchana kwa ajili ya kuimarisha imani zetu, kuendelea kutenda mema kwa ajili ya kumtumainia Mungu wa mbinguni. Lakini pia kupitia ibada ya leo tunaweza kuimarisha pia mahusiano ya kijamii, na ndio maana tupo hapa kwa ajili ya kuimarisha mahusiano ya kijamii. Sisi kama binadamu lazima tushirikiane, lazima tuendelee kutenda mema, lazima tuendelee kutenda kazi ya kanisa kwa ajili ya kuendelea kufanya kazi ya Mungu. Baada ya kukabidhi hii hela shilingi milioni 1, tuna imani kubwa kwamba inaweza ikasaidia ujenzi wa kanisa na kuimarisha kazi ya Mungu na kufanya kazi ya Mungu iendelee kusonga mbele. Asante sana. Kama ulivyoona mtazamaji, ameweza kuzungumza kwa undani zaidi. Huyu ni mwakilishi wa Babylon Mwakyambile, lakini pia tunagundua kwamba kuna asasi ambayo inaendelea. Unaweza ukamjuza Mtanzania ni kitu gani ambacho kinaendelea katika asasi yenu? Ile pale ni kampuni ambalo linamiliki kiwanda ambacho kinaitwa Covenant Edible Oil. Kile kiwanda kinatengeneza sabuni na mafuta ya kupikia. Mafuta ya kupikia pamoja na sabuni, malighafi zake ni mawese, na mara nyingi sana mawese yanatokea sehemu kama hizi za Isuba. Kwanza ni kuiomba jamii iboreshe namna nzuri ya kutengeneza hayo mawese. Sasa hivi soko la mawese lipo 100%.